Kuhusu namna ya kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunauita mwezi mtukufu Ramadhani ijapokuwa haumo katika ile orodha ya miezi minne mitukufu aliyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiweka tangu alipoumba mbingu na ardhi. Katika sura ya 9 Allah amesema inna iddata shuhuri inda Allahi, hakika ya idadi ya miezi ndani ya mwaka mmoja mbele ya Allah 12 shahran, iko miezi 12. Fi kitabillahi, iko hivyo katika kitabu cha Allah. Na kitabu cha Allah, baada ya Allah kuumba ulimwengu na vilivyomo ndani yake, amejiwekea katika kitabu chake hicho kinaitwa Ummul Kitab au Lauhul Mahfudh taratibu zote za kuendesha ulimwengu huu mpaka wa baadaye katika hicho kitabu chake. Kwa hiyo kasema kaweka utaratibu huu yauma khalaqa samawati wal ardi, tangu siku alipoumba mbingu na ardhi. Kajalia mwaka mmoja hapa duniani kwetu una miezi 12. Minha, katika miezi 12 ya mwaka, 4 hurumun, kuna miezi 4 mitukufu. Katika 12 kuna 4 mitukufu. Utukufu wake umezidi hiyo 8 iliyobakia. Fala tazlimu fihinna anfusakum, kwa hivyo enyi waja wa Allah, jitahidini msidhulumu ndani ya hiyo miezi mitukufu nafsi zenu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametafsiri hiyo miezi 4 mitukufu, au katujulisha hiyo miezi 4 mitukufu. Akasema 3 imefuatana na mmoja uko peke yake, Rajab Mutar. 3 iliyofuatana ni Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram. Kwenye lugha yetu ya Kiswahili tunasema ni mfunguo 2, mfunguo 3 na mfunguo 4. Hii imefuatana na ulio peke yake ni Rajab, ambao ni mwezi uliopita kabla ya huu wa Shaabani tulionao sasa hivi. Baada ya Shaabani tunaingia Ramadhani. Lakini kwa nini tunauita mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu? Ni kwa sababu za utukufu wake. Na Allah amesema shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan. Mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao ndani yake iliteremshwa Qur'ani, na Qur'ani imeletwa iwe ni mwongozo kwa watu na ni kitu cha kuwatofautishia kati ya uongofu na kuwapambanulia linalofaa na lisilofaa. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum, basi atakaye ushuhudia mwezi kati yenu afunge. Pametumika neno faman shahida minkum ash-shahra, man shahida, lakini man shahida hii haina maana ya atakayeuona kwa macho. Man shahida minkum ash-shahra maana yake ni yule ambaye huu mwezi ukija na yeye yupo hai mzima. Shahida bimaana hadira, yupo hadhir mjini kwake. Waman kana maridan au ala safarin, atakayekuwa huu mwezi umekuja lakini yeye mgonjwa, au mwezi umefika lakini yeye yumo safarini, ni msafiri, ni shida kutekeleza ibada hii wakati ukiwa mgonjwa, na ni shida kutekeleza ibada hii ukiwa safarini. Na Allah amezingatia shida na dharura kwa viumbe wake, kwa hiyo kazitolea maelekezo. Utakapokuja mwezi wa Ramadhani mmoja wenu mgonjwa, inakuwa ni shida kwake kutekeleza ibada ya funga. Au umekuja mwezi wa Ramadhani yumo safarini mtu,
itakuwa kwake ni shida kutekeleza ibada ya funga. Sasa kama ni hivyo, karuhusiwa asifunge kwa dharura ya kuumwa au safari, lakini yahifadhi siku ambazo atakuwa hakufunga, fa'iddatu min ayamin ukhar, ajirejeshe kuzifunga katika siku nyingine nje ya Ramadhani. Lengo afunge ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini kwa dharura hatofunga, atakula, ila ajue ni siku ngapi ndani ya Ramadhani kala, ajirejeshe kwa kuzifunga kwenye miezi mingine isiyokuwa ya Ramadhani. Kwa nini Allah akatoa ruksa hii? Sababu kaweka hapo hapo, akasema yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, Allah anakutakieni wepesi na wala hakutakieni uzito. Na kwa nini kasema karuhusu mule Ramadhani lakini muje muzilipe? Sababu kaweka, kasema walitukmilu al-idda, hii idadi ya siku za kufungwa inatakiwa ikamilishwe. Uko mbele mnakokwenda kuna ukaguzi, lazima faradhi hizi sijazikutikane kamili. Walitukmilu al-idda, mukamilishe idadi ya siku ambazo mlipaswa kufunga. Walitukabiru Allah ala ma hadakum, mwisho wa ibada yenu mumkabiri Allah, mumtukuze Allah kwa kule kukuongozeni kwake. Wala'allakum tashkurun, na ili mpate kumshukuru. Kwa hiyo sababu moja ya kuitwa mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu ni kwamba Allah ndani ya mwezi huu katuletea mwongozo, na kama hatukuongozwa hatuwezi kufanikiwa. Sababu ya pili, amesema Allah katika huo usiku ambao uliteremshwa Qur'an, inna anzalnahu fi lailati mubaraka, usiku huo ambao kwa mara ya kwanza iliteremshwa Qur'ani ni usiku wenye baraka nyingi, ndio usiku unaitwa wa Lailatul Qadr. Allah ameusifu kwa kusema Lailatul Qadri khairun min alfi shahr, huo usiku mmoja tu wenye cheo ambao hupatikanwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, thamani ya ibada zenu inakuwa ni bora kuliko kama mngezifanya ibada hizo kwa miezi 1000. Yani swala yako moja utakayoiswali ikasadifu usiku huo, basi hiyo swala thamani yake ni kama umeiswali miaka 83. Maana miezi 1000 ni miaka 83 na siku kidogo. Kwa hiyo kuna usiku uliotukuzwa mno, na vipindi hivi ambavyo vina hadhi maalum vilivyoitwa vitukufu, basi maana yake kama tulivyoonywa kwenye ile aya ya suratu Tauba, tunatakiwa tusizembee, tusidhulumu nafsi zetu. Kudhulumu nafsi ni katika kipindi hichi unaambiwa ukifanya amali njema thamani yake inapanda, inakuwa kubwa zaidi. Kama unalipwa 100 kwenye miezi mingine, ukisadifu kwenye usiku huu mtukufu au kwenye siku yoyote tukufu au ndani ya mwezi mtukufu, ile 100 inakuwa inaongezwa mara nyingi, mara 1000 nyingi. Kwa hiyo kama kuna kitu ulikuwa ulipo hizo 1000 nyingi huku kifanya, umejidhulumu, kwa sababu kuna siku ya ukaguzi utakuja kuwaonea choyo wenzako waliotumia fursa hiyo, wananeemeshwa, wewe ukasema tena mimi nilikuwa na uwezo wa kufanya vizuri zaidi kuliko yeye, lakini ndo hukufanya. Umejidhulumu kwa kujipunja kitu ambacho uwezo wa kukifanya unao na una ujuzi wa kukifanya kwa ufanisi kabisa. Ukufanya, umejidhulumu. Au kujidhulumu kwingine, kuna mambo tumekatazwa kufanya, kama ambavyo ukifanya kheri malipo yake yanakuzwa, na ukifanya shari vile vile malipo yake yanakuzwa. Kwa hiyo ukizoea kufanya yale mambo yako ya makosa, ukasadifu makosa yale ndani ya vipindi hivi, dhambi unazozipata zinaongezwa mara nyingi zaidi. Kwa hiyo umejidhulumu kwa kujiongezea mzigo ambao ulikuwa unaepukika. Kwa hiyo Ramadhani inabeba utukufu kwa sababu hizo. Ndani yake imeteremshwa Qur'ani ambayo ni mwongozo wetu, halafu kuna usiku huo ambao imeteremshwa hiyo Qur'ani, ni usiku mtukufu sana.